Leo tutaanza kuangazia mbinu wanazozitumia matajiri wengi duniani zinazowasaidia kukuza uchumi wao kwenye saiko yao. Kitu cha kwanza, tajiri yoyote hadipendi kwenye kipato kimoja. Ana kitu kinachoitwa multiple stream of income. Multiple stream of income. Multiple stream of income maana yake ana vyanzo vingi vya kipato. Na hii inamsaidia kuwa na muda mkubwa au kuwa na muda mwingi wa kuzalisha. Na hii sasa maana yake ni nini? Kwamba anapokuwa na vyanzo vingi inakuwa inampa nafasi ya kutumia watu kuzalisha na kuongeza uchumi kwenye saiko yake. Anatumia kitu kinachoitwa OPT, kwamba tumia muda wa watu wengine kuzalisha kwenye kipato kwenye saiko yako. Lakini pia anatumia kitu kinachoitwa OPM, kwamba tumia pesa za watu wengine kuongeza kipato kwenye saiko yako. Lakini ana kitu kinachoitwa OPE, kwamba tumia energy ya watu wengine ambao ni nguvu sasa za watu wengine, rasilimali watu, kuongeza saiko kwenye saiko yako ya uchumi. Kwamba na hii utakuja ugundue kwamba ajira sio ugonjwa, bali ni kwamba ukiajiriwa halafu ukategemea kipato kimoja cha uchumi, maana yake inakuwa hauwezi kufikia uhuru wa kiuchumi. Maana yake nini? Unachotakiwa ukifanya hata kama upo ndani ya ajira, it's to increase multiple stream of income, kuongeza vyanzo vya kuingiza kipato, na hii ndio inayokusaidia wewe. Lakini kitu cha pili, matajiri wana kitu kinachoitwa master compound interest, yani wanawekeza, wanaamini kwenye uwekezaji wa muda mrefu. Akinunua ardhi hawezi akaiuza baada ya miaka miwili, anaiuza baada ya miaka 10, baada ya miaka kadhaa. Uwekezaji mzuri ni ule ambao ni wa kuwekeza muda mrefu, longevity ya investment. Kwa hii na yenyewe inawasaidia kwamba wanaamini kwamba mafanikio ni hatua ndogo ndogo. Unapokuja kupata mafanikio makubwa, maana yake ni hatua ndogo ndogo ambazo zimekuja kujumlishwa kwa pamoja ndio zikajenga uchumi imara. Kwa maana yake ni nini sasa? Wanaamini hata kama amewekeza kwenye hisa, kwa mfano kama Warren Buffett, anaamini kwamba uwekezaji mzuri ni ule ambao unachukua muda mrefu sana, longevity, ndio unaleta faida nzuri. Lakini wana kitu kinaitwa pay yourself first, kwamba kwenye investment zao zote, kitu cha kwanza ambacho nakitumia, hiki kimeandikwa kwenye kitabu cha Richest Man in Babylon, kwamba jilipe kwanza wewe mwenyewe. Ni kanuni ambayo ni nzuri. It seems like it's simple, lakini ni ngumu kidogo, kwamba mapato yako yote unapoyapata, kabla ya kulipa bills na vitu vingine, wanakata kwanza cha kwao, wanajilipa kwa ajili ya kuwekeza na matumizi mengine. Hii ndio inayowatofautisha wengi na watu ambao wana vipato vya kati, kwa sababu mwenye kipato cha kati anapotumia pesa zake zote, yeye anakoswa pesa tena ya kuwekeza. Wao wanaamini kwamba ili ninunue gari, nitanunua gari kama matokeo ya kuwekeza. Hii inawasaidia sana. Basi tujiandae na episode nyingine inayokuja, tutajifunza mengi zaidi. Mungu awabariki.